area ni kuna sehemu ambazo zimetengwa, lakini tukisema Ikulu it's a public area licha ya kuwa katika misingi hiyo ya maeneo ambayo yamelindwa. Mtazamaji, ndo masuala ambayo tunayazungumzia asubuhi hii ya leo, tukikuweka saa kuhusiana na mustakabali wa siasa, ili pia wewe uweze kuchangia. Sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii pale kwenye namba ambayo iko kwenye kiwambo chako ama kwenye runinga yako, nambari ambayo pia iko kwenye WhatsApp. Sema nasi. Na mtazamaji, nikupe takwimu tunapozungumzia masuala haya, na kulingana na shirika la Independent Medical Legal Unit, mwaka huo wa 2024 ambayo ilikuwa Julai na Agosti, tuliweza kuona waliripoti kwamba vifo 63 viliripotiwa mwaka huo, miezi hiyo miwili, ambapo wale ambao walijeruhiwa walikuwa watu 601, na vile vile wale ambao waliweza kutekwa nyara walikuwa watu 63, na ni kulingana na ripoti hii ya IMLU. Na mtazamaji, wanaume walikuwa 55 na vile vile wale wa kike walikuwa 8. Vile vile ripoti hiyo ya Independent Medical Legal Unit ilitoa ripoti ikisema kwamba watu 201 waliweza kukamatwa na maafisa wa polisi, ambapo 177 walikuwa wanaume na 24 walikuwa wa jinsia ya kike. Na vile vile kulingana na ripoti ya Amnesty International, mwezi Juni mwaka uliopita, watu ambao waliweza kuuliwa ama waweza kufariki walikuwa watu 38, mwezi Julai watu 11, na vile vile mwezi Agosti mwaka huu 2024 watu 9. Jumla ya watu 58 waliweza ama walifariki dunia wakati huo, na ni takwimu ambazo zinakinzana. IMLU inasema ni watu 63, Amnesty International inasema ni watu 58. Mtazamaji, ndo takwimu hizo, tukifanya kumbukumbu ya matukio ambayo yalitokea mwaka uliopita wakati wa maandamano ya kizazi cha Gen Z wakipinga mswada wa fedha mwaka 2024. Na wadau hapa studioni tulivyokuwa tukizungumza, angalau mmenipa hisia zenu, na hivi sasa tuzungumze naye Bwana Achola. Tumezungumzia masuala haya na tumeona vifo vingi sana, na vifo hivi ni vya vijana. Labda wewe kama kijana, wewe ni wakili, huoni kwamba ni masuala ambayo hayafai kufanyika humo nchini tukisonga mbele? Au mtazamo wako ni upi? Tufanye vipi ili tupunguze hivi vifo ama vitokomezwe kabisa? Tunafaa kukaa chini na tusikizane kama wana Kenya. Ndio. Kwa sababu unapata ya kwamba tuko na issues kama vijana ambazo tunataka zingatiwe na zikuwe addressed na serikali. Lakini unapata wale ambao tumewapea hiyo nafasi ya kututawala, ndio, hawafanyi kazi yao. Wanaingia parliament, wanaingia senate, wanaingia executive, wanakuwa ma CSS, and the next thing you know they are living lavish lives. Wanajenga manyumba expensive, wanapiga sherehe. Lakini ukipata wale vijana ambao walikuwa wamewapea power through the ballot, ndio waweze kubadilisha nchi na kuimprove hali ya kijana, you realize that hakuna kitu anafanya maana. So at the end of the day, kama vijana we remain agitated, tunabaki kuwa frustrated, na inakuwa ngumu sana kusikia ya kwamba kuna mtu ambaye ni mjumbe, hajaenda shule, lakini anaendesha gari za kifahari, anaishi kwa estates ama nyumba za kifahari, yako na investments. Wewe mahali umetoka, kama baba yako ama mama yako ana jina kubwa, hakuna nafasi unapata katika. Na labda Achola nikukatize, tuseme mtu amefanya biashara, haijalishi kama alisoma hakusoma, utabainisha vipi huyu mtu labda ameiba pesa zako kama Mkenya? Utabainisha vipi ili kabla hata uende kufanya maandamano? Ile sheria ambayo ina touch on public figures, it's very open. Tuko guided na section 6